Utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya nguvu na usubutu. Unachohitaji ni kupanga na kuanza. Bahati kwa upande wako. Katika kazi siku hii ya leo, utaweza kutatua changamoto kazini kwa ujasiri mkubwa. Wengine watakutegemea kwa maamuzi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yako yanahitaji msisimko mpya. Wapenzi wapya wana nafasi ya kujitokeza. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuna fursa ya kuongeza kipato kupitia kazi ya ziada au ubunifu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, usisahau mazoezi ya viungo. Leo ni siku nzuri ya kuanza au kurejea mazoezi yako ya kiafya. Rangi ya bahati ni nyekundu ya moto, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni tangawizi, manukato ni peppermint au spice brandy. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 2:30 asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utahitaji utulivu na subira. Uamuzi wa haraka unaweza kuharibu mpango mzuri. Katika kazi siku hii ya leo, hali kazini iko sawa, lakini epuka maamuzi ya ghafla, sikiliza kabla ya kujibu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upole wako utafanikiwa zaidi leo. Kwa walioko kwenye uhusiano, ongea kwa sauti ya upendo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya tathmini ya matumizi yako, kuna kitu unapaswa kupunguza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mwili unahitaji mapumziko, tumia muda mwingi kupumzika na kula vyakula vyenye virutubisho. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni sandalwood, manukato ni patchouli au vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utakuwa na nguvu na mawasiliano. Hutakosa neno, watu watakuelewa vyema. Katika kazi siku hii ya leo, mikutano na mawasiliano yatafanikiwa. Jenga ushirikiano mpya. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, flirti kidogo haizuru. Leo unavutia sana. Kwa walio kwenye uhusiano, ongea zaidi na mwenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa ya kuongeza kipato kupitia maarifa yako au midaharo iko wazi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, epuka msongo wa mawazo kwa kushiriki mazungumzo ya kirafiki. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavender, manukato ni citrus au ocean breeze. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo moyo wako utakuwa na hisia kali. Usiyadharau yale unayohisi, ndio mwongozo wako. Katika kazi siku hii ya leo, jaribu kutenga muda wa kufanya kazi zako binafsi kwa utulivu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano ya karibu yanaweza kupata msukumo mpya. Kwa wale walio single, mtu wa zamani anaweza kujitokeza. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hali ya kifedha ni ya kawaida, lakini epuka kutumia pesa ili kulizisha hisia. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika kiakili,
Meditation au kutulia sehemu tulivu itakusaidia. Rangi ya bahati ni nyeupe ya maziwa. Nambari ya bahati ni 2. Mafusho ni jasmine. Manukato ni coconut au rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4:30 asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Nge na nyota ya Samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku yako ya kuangaza. Usikubali kitu chochote kukuzuia kufanya kitu unachotaka. Katika kazi siku hii ya leo ni siku nzuri ya kuongoza au kutoa maoni yenye mvuto. Ushawishi wako uko juu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ukitaka kuongeza moto kwenye mapenzi, leo ndiyo siku husika. Upande wa kifedha siku hii ya leo, mapato yanaweza kuongezeka ikiwa utatumia jina lako vizuri kwenye kazi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitunze kimwili na kihisia, muda wa kujipenda umefika. Rangi ya bahati ni dhahabu. Nambari ya bahati ni 10. Mafusho ni mdarasini. Manukato ni oudi na amba. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Punda na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Umakini wako kwenye maelezo utaleta matokeo bora leo. Usiharakishe chochote. Katika kazi siku hii ya leo ni siku nzuri ya kupanga na kuweka mambo sawa. Wengine watakutegemea kwa ushauri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uaminifu na mawasiliano ya kina ndiyo msingi wa mafanikio leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tafuta ushauri kabla ya kufanya maamuzi ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, afya yako inahitaji utaratibu mzuri wa lishe na usingizi. Rangi ya bahati ni rangi ya maziwa ya ng'ombe. Nambari ya bahati ni 6. Mafusho ni sage. Manukato ni minti au chamomile. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili asubuhi hadi saa 1 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mbuzi na nyota ya Ng'ombe. Tukiangazia nyota ya Mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unahitaji uwiano mzuri katika kila jambo. Amani ndani yako ndiyo siri ya mafanikio. Katika kazi siku hii ya leo, weka mkazo kwenye ushirikiano kazini. Leo si siku ya kufanya kila kitu peke yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo wako una mvuto wa kipekee leo. Weka mazingira ya kimahaba na maelewano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya mipango ya kifedha kwa kushirikiana na wengine. Epuka mikataba isiyoeleweka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafuta utulivu wa kiakili. Yoga au kutembea kutakusaidia sana. Rangi ya bahati ni pinki ya waridi. Nambari ya bahati ni 6. Mafusho ni rose. Manukato ni lavenda au jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili usiku hadi saa 3 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mapacha na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unavuta siri na nguvu za ndani. Utaweza kugundua jambo ambalo wengine hawalioni. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuchunguza mambo kwa undani. Usikubali kushawishiwa kirahisi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mapenzi yako ni ya kina leo. Tafuta ukaribu wa kweli na mwenza wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya maamuzi ya kifedha kwa siri na busara. Usitoe kila kitu kuwa wazi leo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, moyo wako unahitaji kujisafisha kiakili. Meditation itakusaidia. Rangi ya bahati ni zambarau ya kina.
nambari ya bahati ni 9, mafusho ni mirhi, manukato ni muski au odi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili usiku hadi saa 9 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo nahitaji kujitanua na kupanua maarifa. Mawazo mapya yatakuja kwa kasi. Katika kazi siku hii ya leo ni siku nzuri ya kusafiri au kujifunza jambo jipya. Fursa ya kimasomo au kitaaluma zinaweza kujitokeza. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, weka uhuru ndani ya uhusiano wako, usiwe na wivu wala mashaka yasiyo na msingi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, pesa inaweza kupatikana kupitia miradi ya kusafiri au teknolojia. Upande wa kiafya siku hii ya leo, anza mazoezi ya nje kama vile jogging au baiskeli kwa kujifurahisha zaidi. Rangi ya bahati ni rangi ya chungwa angavu, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni eucalyptus, manukato ni pine au citrus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4:30 asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya nidhamu na mipango. Ukifuata ratiba yako utavuna mafanikio. Katika kazi siku hii ya leo, weka malengo ya muda mrefu, jitahidi kuhitimisha kazi zako leo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ingawa upo bize, usisahau kuwapa wapendwa wako muda wa karibu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fedha zinahitaji usimamizi wa busara, zingatia akiba kuliko matumizi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, epuka kuchoka kupita kiasi, pumzika kwa vipindi wakati wa kazi. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni ace incense, manukato ni vetiver au patchouli. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya ubunifu na fikra nje ya kawaida. Mawazo yako yanaweza kukuletea mabadiliko makubwa. Katika kazi siku hii ya leo, jaribu kitu kipya au tengeneza suluhisho lisilotarajiwa. Leo ni siku ya maarifa ya kipekee. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, wapenzi wapya au mawazo tofauti ya mapenzi yanaweza kuleta msisimko. Upande wa kifedha siku hii ya leo, miradi ya kiteknolojia au ya kidijitali inaweza kuleta pesa leo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, akili yako ina nguvu, lakini usisahau kupumzika na kusawazisha usingizi. Rangi ya bahati ni uzurungi, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni peppermint, manukato ni water lily. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ndoto zako zinaweza kuwa mwongozo wa kweli. Fuata hisia zako za ndani. Katika kazi siku hii ya leo, ubunifu na intuition vitakusaidia sana kazini. Ni siku nzuri ya kufanya kazi za sanaa au kuandika. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahaba ni ya kina leo. Mambo ya kihisia yatachukua nafasi kubwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usidharau kipaji chako, kuna pesa kwenye kile unachokipenda kufanya. Upande wa kiafya siku hii ya leo,
Jihusishe na shughuli za kutuliza nafsi kama vile maji, muziki au kuogelea. Rangi ya bahati ni samawati ya bahari. Nambari ya bahati ni 11. Mafusho ni chamomile. Manukato ni ocean mist au lotus. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.